kuna muingiliano wa kinasab baina ya Makuraishi na watu wa kabila la Hawazin, lakini pia kuna muingiliano wa kimaslahi, kwa sababu magulio yanafanyika kwa kuzingatia nafasi ya Makka. Sawa? Kwa muingiliano huu kutekwa Makka na kutolewa kwenye mikono ya Makuraishi ikarudi katika mikono ya Waislamu, lilikuwa ni pigo kubwa kwa makabila yale ya jirani. Kwa mwaka wa 8 Mtume sallallahu alaihi wasallam hijiria, mwaka wa 8 Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Ramadhani aliingia katika mji wa Makka, akaiteka Makka, ikapatikana fathu Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliingia Makka akiwa na watu 10,000 katika maswahaba zake takriban, jeshi kubwa sana, lakini hakwenda kwa ajili ya vita. Ikatekwa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwenye Kaaba, akawa moja kwa moja akaelekea kwenye Al-Hajarul Aswad, akaenda akaibusu, akawa anayagonga yale masanamu akisema jaa al-haq zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Jaa al-haq, wanapiga akiyavunja 360 sanaman, masanamu 360 yalikuwa yamezunguka pale kwenye Kaaba na mingine yako ndani nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah alishawaambia falyabudu rabb hadha albayt, wao wakawa yaabuduna Allah ma ghairihi subhanahu, yaabuduna al-asnam. Masanamu yalikuwa yako pale, yakavurugwa yote, yakaondolewa. Kwa hiyo ikawa Kaaba imetakaswa kutoka kwenye mikono ya shirki, mikono ya washirikina, kuja kwenye tauhid kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaiteka Makka kwa sababu watu wake wote wakadhalilika kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Waliofuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio waliosalimika. Man dakhala dara fa huwa amin, atakaingia nyumbani Abu Sufyan, huyo amesalimika. Atakaingia nyumba fulani amesalimika. Wakaja watu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa ni maadui wakubwa, wakatangaza Uislamu wao, wakataja udugu wao, wakaomba msamaha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni raufun rahim, akawasamehe. Kwa hiyo Makka ikawa imekuja katika mikono ya Waislamu. Leo tuzungumzie fathu Makka. Kuna durusun wa ibar nyingi sana katika swala la kutekwa Makka, vile vile na kurudishwa katika hadhira ya Waislamu. Lakini mwaka ule ilipotekwa Makka, kwa hiyo haya makabila haya yalipojua kwamba ndugu zao Makuraish wamehemewa na wengi wao wameingia katika Uislamu taw'an wa karha, nguvu hiari, na wameisalimisha Al-Baitul Atiq katika mikono ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakajiongeza haraka. Ina maana yale maslahi yetu yatakatika sasa, maadamu hii nyumba tukufu iko katika mikono ya Muhammad na wafuasi wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndipo watu wa kabila la Hawazin hapa sasa, kwa kuliangalia hilo maslahi hayo ya kidunia na fakhari walionayo, akajitokeza kijana mmoja ambaye alikuwa na takriban umri wa miaka 30 hivi, akiitwa Malik ibn Auf an-Nadhri. Malik ibn Auf an-Nadhri ambaye ni katika kabila la Hawazin. Akafanya kampeni, akasema tusikubali, lazima Makka irudi katika mikono yetu. Tusikubali Makka kuanguka na kuingia katika mikono ya Muhammad na wafuasi wake. Tutakosa sisi majdi ya wazee wetu, uchumi wetu utaanguka. Kaanza na Makuraishi, tutumalizie na sisi huyu. Kweli lazima sisi tupambane na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kwa hiyo ikafanywa kampeni ya chini chini ikiongozwa na Malik bin Auf an-Nadri katika kabila la Thaqif la Hawazin, akaenda mpaka katika diyari Thaqif, kwa sababu wale hawako mbali na Taif. Wakakutana na watu wa Taif, wakawaelezea, wakakubaliana kwamba tusikubali.